Assalamu alaikum, habari ndugu mtazamaji wa Mr. Coffee Online TV. Naomba uwe nami kwa muda huu nikiwa katika kisiwa cha Tumbatu Island katika sehemu ya beach, ambapo kama unaona mazingira haya yamekaa kiufukwe. Kubwa kabisa ambalo leo hii nitashare nawe juu ya msanii mpya ambaye kwa sasa hivi ameibuka katika kisiwa cha Tumbatu, ambapo kwa sasa hivi anataka kwenda kutoa ngoma mpya, ambapo nitakujuza hapo mbele ni msanii gani na ni ngoma gani ambayo anataka kuitoa kwa sasa hivi. Kubwa kabisa uwe nami na unisikilize kwa makini sana. Nitakuwa na mahojiano juu ya ngoma hiyo na tutajua kwa namna gani kijana huyo ameweza kujiwezesha mpaka kuwa ni msanii, lakini pia ni watu gani ambao wamempa support kuwa ni msanii, lakini pia hata hivyo ni nini hasa malengo yake juu ya kipaji hichi chake ambacho alichokuwa nacho. Kwa hiyo naomba uwe nasi kwa muda huu. Ndugu DJ Bati, karibu. Habari kijana? Nzuri sana tu. Unaendeleaje? Naendelea vizuri, nashukuru Mungu, mzima wa afya. Nipo ndani ya kisiwa cha Tumbatu, ndani ya fuko ya beach hapa. Nayaona maendeleo ya Tumbatu. Naona beach ya Tumbatu imependeza vizuri, na nimeona mengi ambayo yanasababisha kunifanya ni msanii ndani ya kisiwa cha Tumbatu kutokana na kabla hujaendelea, nadhani watazamaji wetu wengi watakuwa labda hawakujui, kwa faida ya watazamaji, labda ungejitambulisha jina lako na labda pengine unatokea sehemu gani katika, kwa sababu tunapojua Tumbatu ni kubwa na ina matabaka mengi, labda ungejitambulisha jina lako na unatokea hasa ni wapi? Asante. Ndugu mtangazaji, kwa jina naitwa DJ Bati Boys, mtoto wa Mama K, natokea pande za Tumbatu au ndani ya kisiwa cha Tumbatu, ndani ya pande ya Jenweni. Asante sana. Nadhani ndugu mtazamaji wa Mr. Coffee Online TV umemwelewa kabisa DJ Bati. Huyu ni msanii mpya ambaye kwa sasa hivi ameibuka katika kisiwa cha Tumbatu. Ana mambo mazuri ambayo nadhani utakuja kujionea wewe mwenyewe hapo baadaye mbele tu. Lakini sasa hivi ndio wanafanya utambulisho juu ya ngoma hii. Labda kwa kipindi kifupi zaidi umekuwa ni mtu ambaye unajishughulisha na masuala ya usanii, na kwa sasa hivi una ngoma mpya ambayo unataka kuitoa. Hivi ungependa kutambulisha hiyo ngoma ambayo unataka kuitoa inaitwaje labda? Ndugu mtangazaji, ngoma ambayo nimeitoa sasa hivi inaitwa Yanasikitisha. Yaani kuna mambo katika jamii yangu au katika jamii yetu ya ndani ya kisiwa cha Tumbatu au kisiwa chetu cha Zanzibar ambayo mambo yanafanyikana ambayo sio mazuri. Kama mimi nipo au kama sisi ni wasanii ambao kipaji kipya ndani ya Tumbatu, tumeona tutoe au tuelimishe jamii kutokana na nini mambo ambayo yanajitokeza. Ndio maana tumeona tutoe ngoma ambayo inaitwa Yanasikitisha, ili kwa kufanya jamii haya mambo yaondoke kabisa katika ndani ya kisiwa hichi au ndani ya Zanzibar hii. Asante sana ndugu mtazamaji, umetabasamu na umefurahi sana. Anasema ana ngoma mpya inasema Yanasikitisha. Kimtazamo kabisa unaweza ukasema kwamba hili ni neno la kawaida, lakini kijamii hasa wanahabari wakichambua Yanasikitisha wanamaanisha kitu kubwa sana. Labda pengine katika jamii kuna udhalilishaji au pengine ajira zimekuwa ngumu, hususan huyu ni kijana, analenga zaidi kuiface jamii ya kijana. Kwa hiyo anaposema Yanasikitisha analenga sehemu zote, kwamba labda kama kuna mambo ya udhalilishaji au kuna labda ukosefu wa ajira au labda ukosefu wa jamii kujitambua. Kwa hiyo lengo lake hasa ameimba Yanasikitisha akiwa anamaanisha kwamba anataka wazindue wanajamii wenzake kwamba yanasikitisha mambo fulani ambayo tunayafanya, kwa hiyo tuache kuyafanya. Ni kweli mimi binafsi nimefurahi sana nikiwa kama Mr. Coffee, na amenifanya nihamasike zaidi kumfuatilia, na leo hii nimeamua kwa mapenzi yangu yote kumshuti DJ Bati, kumtangaza kwa namna moja ama nyingine. Ndio kwa DJ Bati, umekuwa ni msanii kwa muda mfupi lakini umetrendi kwa kiasi kikubwa sana. Labda una malengo gani hasa? Yaani unataka ufikie wapi katika usanii wako? Asante sana. Ndugu mtangazaji, ndugu mwandishi wa habari, mimi malengo yangu, mimi toka historia yangu tukia nyuma, naweza kukupa maili matatu ya historia. Tukia nyuma ambapo mimi nasoma darasa la kwanza, la pili, la tatu, la nne, nilikuwa na tamani kuwa ni msanii.
lakini kwenye kutamani kwenye kuwa msanii, Mungu anavyopenda mimi mja wake nifike kwenye lengo hili. Nimekuwa ngoma yangu ya mwanzo ambayo aliwahi kutoa tokea zamani tu kanasoma mimi darasa la 4 nakumbuka hivi, ndani ya skuli ya msingi Tumbatu Kisimani, ambayo ngoma hiyo nilitoa mimi kama mimi DJ Bati mtoto wa Mama K ambaye inapatikana pande za Jendweni pale. Mimi ngoma ambayo nilitoa mwanzo ni hii ambayo ifuatayo: vijana nzuri sana unakuja kunambia. Kama kutoa ngoma hiyo hapo nilikuwa mimi na msanii wangu ambaye ni maridadi, lakini sasa yuko kwenye majukumu mengine ambayo hajaingia kwenye function ya usanii. Kijana wao anaitwa ni Mande au Omari Ali, ambaye ni maarufu Mande, ambaye ndio alikuwa ni msanii mwenzangu. Lakini kwa bahati nzuri kila nikija huku juu ile fani bado mimi naitaka, au hii sanaa bado naitaka, lakini Mungu anavyorehema nimefika ndani ya usanii sasa hivi. Kama mimi nilipo sasa hivi nimetoa ngoma mbili hizo ambazo zinatambulikana na zinaelezwa, na ndipo mpaka waandishi wa habari kama hivi napata kutokana na ngoma zangu zinavyo trend. Na hasa malengo yako wewe, unataka siku moja kwamba tuje, kwa sababu kila mtu ana malengo. Kwa mfano pengine mimi Mr. Coffee natamani siku moja niwe mwandishi mkubwa ambaye nimeandika ripoti nyingi na watu wameelimika kupitia ripoti zangu. Ukiwa labda ni msanii mpya ambao umeibuka kwa kasi zaidi, malengo yako hasa ni kufikia wapi katika jamii hii ya kisiwa cha Tumbatu? Mimi ndugu mtangazaji, ndugu mwandishi wa habari, mimi ukweli usiofishika, malengo yangu nifikie kama huko waliko wakina Diamond, wakina Dogo Slay, wasanii wengine wote ambao wapo ndani ya Tanzania yetu au nje ya Tanzania yetu. Malengo yangu mimi nifikie hapa, sio kama mimi naimba nyimbo kutokana pengine kwa kuwa mimi naimba kutokana nimeshiba, amna. Naimba nyimbo kwa sababu ya kujitangaza na pia ya kutaka kufika mbele kama Diamond. Lakini ukikumbuka ndugu mtangazaji, huyo nane wakina Diamond, wakina Dogo Slay, yani wasanii wote ambao unawajua wewe, kwa bahati nzuri wameazia kama mimi ninapoazia. Siku zote mti ambapo unapopanda huwezi kupanda mpapai baadaye pale ukala mapapai, lazima uanze na upande kokwa zichipue mche, baadaye mambo mengine yaendelee, ndipo unapokuwa yote mapapai, ndipo baadaye uvune. Kwa maana yake mimi nimeanza kupanda na natategemea navuna si muda mrefu. Asante sana ndugu msanii, kikweli hapo amenifurahisha sana. Amesema huwezi kupanda mpapai leo ukavuna leo. Haya yanamaanisha kwamba sasa hivi ameanzisha tasnia hii ya usanii, anaamini kwamba italeta matunda, na ameniambia hapa kwamba malengo yake ni kufikia wakina Diamond, wakina Harmonize. Wale hawakuanza tu na wakaibuka, hapana, wameweza kidogo kidogo, na leo hii ndio tunaona ni wasanii maarufu hapa nchini Tanzania. Kila kwenye mafanikio wanasema hapakosi mtu ambaye anakushika mkono. Ukiwa kama ni msanii DJ Bati, hebu tuombe tutajie watu ambao labda wamekupa support kubwa mpaka leo hii umefikia katika level hii. Kuna watu gani ambao labda wanakushika mkono? Tukikumbuka kwamba serikali sasa hivi inasisitiza zaidi ni vijana kujiajiri, na hii ni sehemu moja ya kujiajiri. Je, watu gani ambao labda wanakupa support kubwa katika nafasi ya usanii? Kweli ndugu mwandishi wa habari, ndugu mtangazaji, kwa nashukuru Mwenyezi Mungu ndani ya kisiwa chetu hichi cha Tumbatu. Nashukuru Mungu tu ambao ninapata support sana, naona trend kwa watu wengi sana. Kwanza ni bosi wangu ambaye tunamjua kama Msodoki. Wa pili nipo naye kijana wangu Shabaju. Watatu nipo nao maskani zangu nyingi ambazo zinaeleweka, ambao kama DJ Selaboy